Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Umejaa nguvu na upendo. Ufalme wote Bwana Jehova mabegani mwako. Twasema wewe ni mtakatifu, ni kwa sababu ulitupatia baraka zote za rohoni, ukatuzaa katika uzao wa kiroho. Wakati ule tulikuwa wafu, na wakati ule tulikuwa hatutambuliki na hatujulikani. Wakati ule tulikuwa tumefungwa, tulikuwa katika kifo, tulikuwa tumezungukwa na maadui, tulikuwa hatuna msemo vinywani mwetu, tulikuwa sisi ni watu wa kupotea. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo, katika kitabu ya Ephesians 2 tunaona ya kwamba Bwana Jehova Jireh, wakati tu tulikuwa wafu, ulimtuma Mungu wetu, ulimtuma mwanao Kristo Yesu aje ulimwenguni. Hapa ni kwa ajili ya dhambi zetu sisi wote, na ndio sisi wote tuweze kutoka katika kifo, tuweze kuitwa wana wa Mungu walio na mwelekeo, walio na uzima wa milele, wanaofanana na Mungu na pamoja na Kristo na Roho Mtakatifu, wanaojua siri iliyo ndani ya neno. Asante Mungu wetu Bwana, ni kwa sababu wakati ulipotuzaa mara ya pili, sisi tulifanana nawe, sisi tuliitanishwa nawe, tuliponywa magonjwa ya kila aina. Yale yote yalikuwa yanatutawala katika maisha yetu, maindi yetu ama akili zetu zikafunguliwa, tukaweza kutambua siri iliyo ndani ya Old Testament. Ile inafafanuliwa na New Testament. Ni kwa sababu ya kazi ile ulikuwa umeipanga, ni kwa ajili ya mwanao Kristo Yesu. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ulitumwa ulimwenguni, ukawa wewe Bwana Jehova Jireh. Wewe ndiye mwisho wa sheria, ukawa wewe ndiye mwisho wa kila jambo lile lilikuwa ina tatizo la kutesa watu. Nasi tukaingia katika patakatifu, tukaitwa wakamilifu kwa wema wako na kwa haki yako, tukahesabika kuwa wana mbele zako Baba wetu mfalme, kupitia mwanao Kristo Yesu. Pokea sifa kwa wakati huu Bwana Jehova Jireh. Umefanya Jehova Jireh sisi tuweze kufunguka macho yetu ya rohoni, masikio yetu ya rohoni Bwana, ikaweza kuona vyema kulingana na vile upendavyo. Asante ni kwa sababu wakati huu tumetambua neno lako kwa njia nyingine mpya, tumetambua mapenzi yako kwa njia nyingine mpya, pasipo sheria yoyote Bwana, pasipo jambo lolote Bwana Jehova Jireh ya kututia hukumu. Tumetambua Bwana Jehova Jireh Kristo na kazi yake ya amani, na kazi yake ya upendo, na kazi yake ya umoja, na kazi yake Bwana Jehova Jireh ya ushirika. Ule ulifanya sisi tukaweza kurudi pamoja na Mungu wetu na kumtambua kama Bwana mwenye uwezo na nguvu na mamlaka, mwenye upendo wote, yule hakuna wakati anaye tazama mwanadamu kwa jicho la kumhukumu. Sisi ni watoto wako Bwana. Sisi Bwana Jehova Jireh tumekubali kazi ya mwanao. Tunasema Bwana asante, kwa sababu kifo chake kimetufanya kuwa watakatifu na wenye haki na wenye na watu wakamilifu kwa katika mambo yote. Asante ni kwa sababu neno lako kama vile Bwana Jehova Jireh umekamilika, hivyo ndivyo neno lile tunaenda kulisoma limekamilika. Twakuinua Bwana Jehova Jireh, ni kwa sababu ukamilifu ule utaendelea tu na kuongezeka ndani yetu kwa mambo kwa upole na kwa pole ama kwa kiasi. Bwana Jehova Jireh, tutaendelea tu na kuongezeka ndani yetu mioyoni, na hata watu wengi wataweza kutambua siri iliyo ndani ya neno lako. Asante Mungu wetu mfalme, ni kwa sababu sisi wote na wale wote hawajafika mahali hapa, kwa kuamini Bwana yote yatawezekana, na wataweza kuja mahali hapa na waweze kusikia neno mahali mtu atafikia na aweze kubarikiwa kama vile tumebarikiwa kutoka saa moja wale tuliokuwa mahali hapa mfalme. Asante Bwana, asante Mungu wetu. Ninakomesha kila nguvu zote zimejiinua juu ya neno lako, juu ya mioyo yetu, juu ya mapenzi yako. Ninaikomesha mpaka chini ya miguu yetu, wadui wa kila aina, mapepo ya kila aina, shida za kila aina, matatizo ya akili ya kila aina, ninaiweka chini ya miguu yetu. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Kutokana na neno la Bwana, kulingana na vile tulikuwa tunayoisoma
tulikuwa tunasoma katika kitabu ya Genesis. Hata saa hii tutaisoma tena. Bwana asifiwe. Katika kitabu ya Genesis 4:1-8. Genesis chapter 4 verse 1. And Adam knew Eve his wife, and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Verse 2. And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Verse 3. And in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Verse 4. And Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Verse 5. But unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Verse 6. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? Verse 7. If thou doest well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Verse 8. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him. Bwana asifiwe. Tunakumbuka mambo yale yote tulianza kutoka ile siku ya kwanza tulikuwa tunayozungumzia kuhusu Cain and Abel wakiwa mfano katika maisha yetu, na wao ndio walikuwa wananenewa, sio sisi. Lakini kulingana na vile walivyokuwa, hivyo ndivyo nasi tunafaa kujitazama, tuone kama tuko katika nafasi ile inayofaa. Na tukaona ya kwamba, sababu sitaki kurudia sana, nataka ndio tuweze kumaliza leo. Na tukaona ya kwamba Cain alienda mbele za Bwana katika kazi yake. Na wakati alipoenda mbele za Bwana kupitia kazi yake, alikataliwa. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kulingana na vile tumesomewa, alikataliwa na kazi yake ikafanya nini? Alikataliwa na kazi yake ikakataliwa. Alikataliwa na kazi yake ikataliwa. Naye Abel wakati aliposimama mbele za Mungu na sacrifice yake, alikubalika na pamoja na sadaka yake, akakubalika kwa vyote. Na hawa watu tunafaa kujua ya kwamba hakuna mtu alikuwa amewaitisha nini? Amewaitisha sacrifice. Wao ndio walifikiria. Kwa nini walifikiria? Kwa sababu walikuwa wamesikia injili. Unaelewa? Ndio muweze kujua ya kwamba kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, injili ilikuwa imehubiriwa. Kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, injili ilikuwa imehubiriwa. Ilikuwa imehubiriwa na nani? Kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Mbingu na nchi kabla hazijawekwa. Heaven and earth. Kabla siweze kuwekwa, injili ilikuwa imehubiriwa. Nani alikuwa amehubiri? Nani? Ni Mungu. Ni Kristo na njia gani? Kristo alikuwa amehubiri na njia gani? Kwa sababu kabla ya msingi Mungu alikuwa amepanga ya kwamba ulimwengu wote utaokolewa. Mwanadamu aliye katika ulimwengu ataokolewa. Kwa hivyo walikuwa wamejipanga Mungu aume vitu vyote, aume ulimwengu wote na vitu vyote vilivyo ndani yake. Namba 2, Kristo naye akachaguliwa
kufa ni kwa ajili ya mwanadamu. Roho naye aweze kuwa msaada, yule atakaye saidia mwanadamu wakati Kristo atakaye kufa na kufufuka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo ilikuwa planned. Na ndio wakati Adam and Eve kufanya dhambi, haikuwa jambo kubwa, ilikuwa inajulikana. Lazima ifike hapo ndio kila mmoja wao aingie katika kazi yake. Bwana asifiwe. Na wakati ule sasa Adam and Eve walikosea, kazi ya Kristo ikawa sasa itaanza. Ilianza na njia gani? Kutoka katika kitabu ya Leviticus ilianza na mifano. Hata sio hiyo tu. Hata Genesis. Hallelujah. Kuna mahali Mungu alitoa nini? Alitoa mwanakondoo wakati Adam and Eve walikosea, akamchinja na akaenda akawafunga. Tunajua hivi. Bwana asifiwe. Akaenda akawafunga, ikiwa yule mwanakondoo ni mfano wa Christ. Yule atakaye kuja ndio aweze kuokoa mwanadamu katika dhambi. Akaokoa Adam and Eve kabla hakuna mtu hata mmoja alikuwa amezaliwa isipokuwa tu Adam and Eve. Kwa sababu hata Kain na Abel walikuja kuzaliwa nyuma yao. Hallelujah. Hawakuzaliwa wakiwa katika shamba la Edeni, walizaliwa nje ya shamba la Edeni. Tuko pamoja? Kwa hivyo wakati huu tukiendelea kuyasikiliza mambo yale, tunaona ya kwamba wakati ule Kain alipeleka kazi yake na Abel akapeleka kazi yake, yani kila mtu akapeleka dhabihu yake. Dhabihu ya Kain ilionekana ikiwa wax. Dhabihu ya Abel ikaonekana ikiwa faith. Bwana asifiwe. Sasa wewe ni ujue ya kwamba siku ya leo unapelekanga faith mbele za Bwana ama unapelekanga wax. Ukitambua unapeleka wax, jua unaiga nani. Ukijua unapeleka faith, jua unafanana na nani. Bwana asifiwe. Na please, kwa sababu tunajua kujiweka juu sana na kujitazama na jicho letu na kuona kama tumekamilika sana mbele za Bwana, hata kama tumesamehewa dhambi, hebu chunguza moyo wako kama wafanya kulingana na vile neno linavyo nena. Kuna kitabu kingine nilikuwa nataka tuweze kukifungua katika kitabu ya Roman 3:20. Roman 3:20. Roman 3:20 inasema Kiingereza. Romans chapter 3 verse 20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Bwana asifiwe. Nasema hivi, kitu chochote kile kitokanao na mimi, kitu chochote kile kitokanao na mimi, kama vile Kain alijipeleka yeye kwa Bwana, pasipo kitu chochote kinaweza mfungua, ujue ya kwamba hiyo ni wax. Na mahali popote kuna wax ni wera moigwa. Mahali popote kuna wax, kile kinaponena mahali pale ni sheria. Sheria ndio inatamani, sheria ndio inafanya kazi. Tuko pamoja? Kwa hivyo kulingana na vile tumesomewa, nikisoma Kiswahili inasema ya kwamba kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Bwana asifiwe. Na ni nini mtu anaitwa Kain alipeleka mbele za Bwana? Alipeleka wax, alipeleka kazi. Na kulingana na hilo neno la Roman 3:20 inasema ya kwamba hakuna mtu yeyote atakayehesabiwa kuwa mwenye haki kwa matendo ya sheria, kwa sababu kutambua sheria
ni kutambua sheria ni nini? Kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Wakiwa wote wawili, nani alitambua dhambi zake? Kaini na Abel, nani alitambua dhambi yake? Wakati walipeleka offering or sacrifice, nani alikuja kutambua dhambi yake kwanza? Ni Abel ama ni Kaini? Kaini alitambua katika njia ya sheria. Kwanza ninadili na Kaini. Bwana asifiwe. Baada yake kupeleka, baada ya dhabihu yake kukataliwa, Bwana asifiwe, nyumaye ndiye alitambua na akasimama mbele za Bwana akamwambia ile laana umenilaani nayo ni kubwa kuliko vile ningeweza, vile mwanadamu anaweza kustahimili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo by the deeds of the law, law ni works. Law, ukiona law mahali ujue law inatafsiriwa, yani law ni works. Mahali popote kuna works tena ujue kuna sheria, law. Hallelujah. No one can be justified in his sight. Hakuna mtu ambaye hata mmoja anaweza kuwa justified kwa sababu amepeleka kazi yake mbele za Bwana. Mtu yeyote yule asimamaye mbele za Bwana na mambo na effort na sweet, yani mambo yale mazuri, huyo mtu hakuna wakati atahesabiwa kuwa justified ama kuwa haki mbele za Bwana. Galatians 5:4. Galatians 5:4. Galatians chapter 5 verse 4. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Inasemaje? Mumetengwa na Kristo, ninyi mtakao hesabiwa haki kwa sheria. Mumeanguka na kutoka katika hali ya neema. Na ndio unaona mtu kama Kaini hangehesabiwa kuwa haki kwa sababu alipeleka matendo. Aliingia mbele za Bwana kwa sheria, aliingia na sheria haikuhesabiwa kuwa haki mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa mtu yeyote yule anayejaribu kusimama mbele za Bwana ama kujijustify by the law ama katika kazi yako, your effort, mambo tunaita, unaweza simama na sweet things, mambo matamu, mambo mazuri. Haleluya. Mbele za Bwana unakuja kufika kuwa stranger. Unakuwa stranger. Yaani unakuwa mgeni mbele za Bwana, hamwezi patana wala hamwezi ingiana. Sababu ni nini? Umeenda nayo your effort. Wale watu wanasema mimi najua kuomba, mimi hata wakati wowote naomba mimi nasikia mpaka mbingu zimefunguka. Wakati gani uliomba mbingu zikafunguka? Ulijuaje zimefunguka? Kazi ile tunapeleka mbele za Bwana. Hata mimi nikiombea mtu mgonjwa, hapo anaponywa. Nani anamponya? Una nguvu gani ya kumponya kama si Kristo yu ndani yako anayefanya hiyo kazi? Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hata mimi ndio ninaongoza kanisa. Waongoza kanisa na uongozi mgani kama si Kristo, kama si neno la Bwana linapokupa uwezo huo wa uongozi? Wakati
kuambia mtu wa Mungu ati hata mambo ya sadaka, mambo ya kujitolea, mambo ya yani chochote, na sio tu kwa Bwana, hata kwa katika maisha yako. Ati mimi nimetia bidii mpaka nikajenga, nimetia bidii mpaka watoto wangu wamefika university. Haleluya! Hiyo ni bidii yako. Mbele za Bwana hauna. Mbele za Bwana unajaribu kwenda na kazi yako. Unajaribu, yani hakuna mahali unaona Mungu, wewe wajiona katika mambo yako yote. Bwana asifiwe. Hapana. Idiona kaini ndio atwalete wero ya mtende. Na ndio atwalete mkono wangu ethurira na konia na kera abe mimi nitapeleka chakula. Na isiwaliona pika bisani sana. Si kama wangeona si sawa, si mmoja angekanya yule mwingine. Lakini sisi wakati mwingi hata tunapoishi katika ulimwengu tulio ndani yake, mambo mengi ya tulio nayo ni yetu. Katika mambo yetu na katika kazi tunazozifanya hakuna mahali tunaona Mungu. Na usidanganyike unamuona Mungu. Kama hamuoni kazi ya Kristo ndani ya jambo lolote utendalo, na kuambia hakuna mahali wewe unamtambua Mungu. Bwana asifiwe. Huyo akaenda na hiyo kazi yake mbele za Bwana. Biblia inatuambia kwamba kulingana na vile tumesomea ya kwamba ati umeanguka. Si ndio tumesomewa? Umefika katika nafasi ya kuanguka. Umeanguka ndani ya nini? Kutoka kwa nini? Kwa neema. Uko tu umesimama. Lakini kwa kile kingekuhesabu kuwa haki, kile kingekujustify, umeondoka kwake. Umesimama katika sheria yako, na hiyo sheria yako inakuondoa katika, yani inakuondoa na inaweka bali mbele zako na mbele za Mungu. Hauwezi patana. Huyo ni Kaini. Hiyo ni roho ya kujipeleka. Katika kitabu ya Galatians 3:10. Galatians chapter 3 verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Bwana asifiwe. Neno linasema ya kwamba kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Bwana asifiwe. Amen. Wakati unaposoma huo mstari, mtu unateremka mpaka chini na unaenda juu. Ndio uone Biblia inakwambia kwamba katika mstari wa 11, but that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident for that just shall live by faith. Kwa hivyo hata kama unasimama na sheria gani, na unajua sheria ni nini. Hii sheria inanenwa katika huo mstari wa 10. Ni sheria ile itokanayo na Christ. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Lakini ile ingine ni sheria ya Musa. Kwa hivyo kama hautasimama na sheria ya Kristo, utimize sheria yote ya Kristo ni nini? Sheria ya Kristo ni laana. Sheria ya Kristo ni upendo. Wewe usio na upendo hauwezi kukamilisha sheria. Anayekamilisha sheria ni yeyote yule aliye na upendo. Bwana asifiwe. Haleluya. Sababu upendo haumo ndani ya sheria ya Musa hata kidogo. Upendo uko katika sheria ya Kristo. Na sheria ya Kristo ndio inakamilisha yale yote yanayohitajika katika maisha yako, katika maisha ya Kristo. Kwa pamoja watu wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo wote wale wasimamao mbele za Bwana na hard work. Si kuna watu wanasimama mbele za Bwana na kazi ngumu na kazi kubwa. Haleluya. Amen. Tamenya wakuile tena. Wewe mimi ulijirani wewe mwenyewe kwa kazi yako. Ando matimu hagia ni ulia urende kumaganira uria wikite maundu mega. Ya. Na mundu ucio wina rugano taro ndari kana nafasi ya kuhujia baadaye. Tondu ndakumenyeka. Example, tulikuwa na huyu mtoto wa Rona Lane. Wakati mwote Lane, acha nimwambie mwanaume ni mwanaume. Lane wakati anaenda kucheza nje, anataka kutoka na anabeba mzigo mzito. Ako na pupuki kama 6 toys na vitu zingine. Sasa wakati anataka kutoka akienda akute kuna watoto 2 3, anaingia kwa nyumba na mpira na ile kubwa sigara. Anabeba, nikamwangalia hapo chini mara ya kwanza. Nikamuuliza sasa sisi zote mara ya pili. Nikaona hiyo ni tabia aliyonayo. Na hiyo tabia itampeleka akiwa mtu mzima. Hiyo ni moyo wa kuji. Haleluya. Kwa sababu anataka ajulikane na kila mtoto. Na kila mtoto aliyebale vitu zile, yani yeye ndiye anadifaidia watoto wengine toys. Magari inaharibika hachagui. Kama akona shina chain zote. Juzi nikatazama hiyo kazi kubwa na mzito anayefanyaga kila wakati. Akiwa amezibeba hivi, nikamrudisha kwa nyumba nazo. Nikamwambia nikiona tena ubebe kile tu na unatumia. Haleluya. Hiyo ndio ile hali inafanyika mwanamke akose kukaa kwa nyumba yake. Kwa sababu ako na mambo mengi amesikia usiku. Na ndio wanaenda nao ndio hivi tukutaka kwa kuga kwa pu. Ndio hivi leta TV ile nataka ndio ndo mnatakwa ndia gotare TV. Onakene aronire. Ukienda kutwara ujumbe umebeba ndio sasa tunaona leo. Lakini ujiulize ni nini umebeba ndani yako kinakuzuilia kukaa na kutulia. Haleluya. Na kufanya yale yanayofaa. Kwanza uende ukajijulishe. Kaini alienda kujijulisha mbele za Bwana na vitu zimekwisha na vitu hazina uhai. Alibeba vitu nyingi sana lakini Abel akaondoka moja. Lakini Kaini kila aina yote ya chakula, aina yote, degu, miji, misere, ikwa, miaka, marigo, kwase, sote sialeha, kidogo kiuma materini, zilikuwa mbele yake. Na uwezo mwingi sana na nguvu nyingi. Bwana asifiwe. Arora akiangalia Abel. Sasa Abel katapeleka nini? Na hako tu ni kondoo, lakini na kondoo haikuwa inaonekana kama iko na hoja. Bwana asifiwe. Lakini hiyo moja kalipeleka ndio ilifanya yeye aweze kuhesabiwa kuwa haki. Hiyo ndio ilifanya aweze kuwa justified kama yule mwanamke. Wakati Yesu aliposimama kwenye madhabahu akaitisha sadaka, mwanamke mmoja alikuwa na nini shekeli moja sijui mbili, akaenda akaweka mbele ya miguu ya Kristo. Wale wengine wote wakatoa mamillions, thousands, mabilion, lakini Yesu alisemaje? Yule ametoa moyo wake ni nani? Ni huyu mwanamke.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiangalie, tusitake kuona vile tunavyo. Vile tunataka kuona tusione. Tuone hiyo ingine isiyo yetu tuonewe. Haleluya. Tuelekee kuona wewe ni Kristo. Neke sababu kama Abel angeona kama Kain, Abel sijui angeenda na nini. Haleluya. Sijui angeenda na nini. Lakini alikuwa amesikia kuna dhabihu, kuna sacrifice ilikuwa imetolewa. Nilimwambia kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa, Yesu alikuwa amesulubishwa. Na ndio mnaambiwa kwa maandiko ya kwamba hakuna mtu alisulubisha Yesu. Na hakuna angeweza kumsulubi. Tena namba 2, hakuna mtu angeweza kuwekelea dhambi zetu juu ya Kristo. Hata hapa tunaona the John the Baptist alimwekelea mkono akatransfer. Hakuna mtu angefanya. Hata John the Baptist hangeweza kutransfer hiyo dhambi pasipo Mungu kuicommand. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata John the Baptist yeye alikuwa mbatize mwadhani ya roho sho. Lakini kutoka hapo hajui kila kitakapofanyika wakati atambatisha. Lakini ulikuwa mpango wa Mungu dhambi iwe transferred kwa Kristo. Ndio akikuja kukamilisha kitu chochote. Unafikiria Judea, Jerusalem na Samaria, au ndio watu wale walikuwa wameenda kuona John the Baptist na sisi. Si ile dhambi ingesamehea tu watu hao, lakini imetufikia mpaka sisi tumesamehewa dhambi. Haleluya. Kwa hivyo Kain na Abel wakiwa tu kanisa moja na pastor mmoja, mama yao na baba yao walisikia injili kutokana na vile Mungu alifanya baba yao Adam and Eve kwa kuchukua mwana kondoo na kuchinja na kuwavaa. Si walihubiri hiyo injili? Ilikuwa imehubiriwa kabla ya hao watoto kuzaliwa. Lakini Kain hakutilia maanani katika ile injili. Alitaka kujipeleka na kujionyesha. Alitaka kujiinua na kazi yake. Lakini Abel alisikiliza wazazi wake, akasikia vile wanaongea mwana kondoo. Kwa hivyo mbele za baba ninafaa kupeleka nini mami? Baba akaambiwa mwana kondoo, sababu hata sisi alichinja mwana kondoo. Huyo ndiye alitoa dhabihu. Hata wewe toa dhabihu ya mwana kondoo. Toeni dhabihu ya mwana kondoo. Lakini Kaini kwa sababu ya vile ako na vina vingi na mambo makubwa, alipeleka mwili wake, alipeleka kazi yake, alipeleka bidii yake. Bwana asifiwe. Wewe ni nini unapeleka mbele za Bwana? Nini unaonyeshana kila wakati ukilala na ukiamka? Nini unaonyeshana? Bwana asifiwe. Ni bidii gani? Ni kazi gani? Hakuna mtu aweza kuhesabiwa kwa haki. Na yeyote yule ataenda mbele za Bwana kwa nini? Kwa sheria. Biblia inatuambia amelaani huyo umesoma. Haleluya, Bwana asifiwe. Mungu hakuna kitu anahitaji kutoka kwako. Mungu anahitaji tu moyo wako. Wakati wote utakuja mbele za Bwana na good and bad. Wakati wote utasimama mbele za Bwana na mambo mazuri na mema. Or your effort, good or bad. Na unajua katika shamba la Edeni nini kilikuwako? Life and life? No. Life. Alafu mtu wa ujuzi wa mema na mabaya. Tree of knowledge of good and evil. Wakati wote utasimama mbele za Bwana na good and evil, good and bad. Hiyo ni effort. Hiyo ni works. Na mahali popote kuna effort, kuna sin. Bwana asifiwe. Mahali popote kuna good and bad, kuna sin.
unakuwa rejected. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mtu apelekae kazi yake mbele za Bwana anakubalika. Hallelujah. Kile tunapeleka mbele za Bwana, only death, burial and resurrection. Bwana asifiwe. Hiyo tu ndio tunaipeleka mbele za Bwana. Kufa, kuzikwa na kufufuka. Bwana asifiwe. Bwana ukipeleka hiyo, umekuwa Bwana anakukubali vizuri sana. Unaweza juaje umekataliwa kama Kaini? Unaweza juaje? Unaweza juaje umekataliwa kama Kaini? Bwana asifiwe. Amen. Tunakataliwa kama Kaini wakati wowote tumekataa kusikiliza voice of your heart. Ndani ya moyo wako kuna voice. Na ile voice wakati wote unakataa kuisikiliza, ujue ya kwamba ile voice ya Mungu, kwa sababu wakati wote sisi hata kama ni saa hii, si kuna voice inakunenea na kuna voice imekalia moyo wako hata saa hii. Na kuna kitu unasikia. Wakati utakosa kukisikiliza ndani yako, ndio kiweze kukuenda kukucorrect ama ukipinge usimame katika nafasi yako. Kaini alisikia voice but alipinga. Na wewe wakati wowote neno la Bwana linaponenwa ukilipinga, ujue ya kwamba hata wakati Mungu anaongea hautajua. Wakana tena kumbukeni tulisomewa tukaambiwa wakati ule Kaini alienda kuua Abel, kuna voice alisikia ama hakuna voice alisikia? Alisikia voice kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Akaambiwa Kaini, dhambi inakuotea langoni na kile kinahitajika sana ni uishi. Alisikia hiyo voice ama hakuisikia? Lakini alireject. Wakati alipo-reject, wakati mtu amekataa, wakati mtu amekataa voice of God ama sauti ya Bwana, kila kinakalia moyo wako ni makasiriko. Utakasirika saa yote. Hata ukijionyeshana na uone kama uko sawa, wakati wowote umekataa na umepinga sauti ya Bwana, kila kinazalika ndani yako ni makasiriko. Sababu amani iko na nani? Na God. Katika neno. Faith iko na nani? Bwana asifiwe. Happiness iko na nani? Na God. Sasa umepinga sauti yake, kweli utakuwa na amani? Hapana. Kile kitaongea ndani yako ni anga. Anga ndio itaanza kusikika, utaisikia kutoka na ndani ya moyo wako. Na wakati ule alikataa hiyo sauti, kile kiliinuka ni anga. Kwa hivyo ukitaka kujua kama umekataliwa, wakati unaposikiliza voice ndani yako, usikie tu ni kujiuliza, sasa mimi ni wa nani? Nilizaliwa kwa nini? Sasa hata sielewi, mimi siko mbele wala nyuma. Yaani mambo kama usiku na yaona. Hata ni kama niliachiliwa, hata nikiomba hakuna kitu Mungu atajibu. Watu wetu hawashindani na mimi hiyo. Anga. Kuna wakati unajikuta hali kama hiyo, please. Hiyo ni hali moja ilifanya Kaini aweze kukataliwa. Na hiyo ni kusema ya kwamba alikataa, alireject sauti ya Bwana. Hata tukiwa ndani ya nyumba la Bwana tukireject sauti ya Bwana, tutakuwa katika anga. Na hakuna wakati utakuwa na amani. Wakati wote unajikuta hauna amani, ujue ya kwamba kuna sauti ya Bwana umepinga. Kuna sauti moja ya Bwana umepinga. Bwana asifiwe. Sababu ile sauti umepinga ndio amani. Ndio amani. Na
na hakuna mahali pengine amani inaweza toka isipokuwa katika Mungu. Tuko pamoja? Katika kitabu ya Luka, Luke 5:20. Luke 15. Wacha tuone kijana mpotevu. Luke 15. Luke 15 mstari wa 28. Luke 15:28. Luke chapter 15, verse 28. And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. Swahili inasema, akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Bwana asifiwe. Alifuata moyo wa nani? Alifuata moyo wa Kaini. Hakufuata moyo wa Abel, the second son. No, the first son. Alifuata moyo wa nani? Wa Kaini. Bwana asifiwe. Alikasirika mpaka akakataa kuingia. Akawa angry. Akawa na anga ndani ya moyo wake. Akawa maisha yake ni kama ya mtu tunayeita Kaini. Na hiyo moyo inaonyesha, inafanya uweze kuonekana tu ukiwa umekataliwa. Na sio ati umekataliwa wewe ndio umejikataa. Sababu hakuna wakati Mungu atakukataa. Wale wote wanao jitegemea ama rely upon their works, effort, ama mambo mazuri, hawawezi jisaidia. Hawawezi kamwe kujisaidia. Wamekuwa rejected. Hawawezi jisaidia. Wakati wowote wewe una rely on yourself, hawezi jisaidia. Ile kitu sasa kitakuwa mwongozo katika maisha yako ni anga, ni kukataliwa, ni wewe hata wewe kujichukia. Si unaona hata kijana huyo first son alijichukia. Aliona kama amechukiwa, lakini ni yeye amejichukia. Baba yake anampenda, anamwambia wewe, kwani hauelewi chochote kile niko nacho ni chako. Si ndio alimwambia? Alimwambia chochote niko nacho ni chako. Sababu alikuwa amegawanywa. Kwa hivyo Abel, jina Abel linasimamia ama lina mean kwa jina nyingine ni vapor. Na kusema ni vapor ni kusema ya kwamba breath that quickly disappear. Ile pumzi itaondoka kwa haraka. Anakaa kama vapor. Aliondoka mara moja. Kuondoka kwa nini? Aliondolewa mara moja. Na nani? Na brother yake akauawa. Alikufa. Na Abel, kulingana na neno la Bwana linatuonyesha ya kwamba Abel alikuwa very weak and lacking. Alikuwa mtu mwenye ni weak. Mtu mwenye weak ni mtu gani? Mwenye weak. Mtu aliye na maudhaifu mengi, si ndio? Mtu weak, mtu aliye na maudhaifu mengi. Na tena mtu laki, mtu wakati wowote anahitaji akili yapate. Anaweza kuwa wewe. Anaweza kuwa wewe. Anaweza kuwa wewe. Mtu laki na mtu weak, huyu ndiye anahitaji mtu mwingine. Hajitegemei. Huyo kila saa anahitaji mtu mwingine.
Ndio mnaona yule mtu alikuwa katika kisima. Alikuwa anaambia Yesu, mimi nimekosa mtu wa kuniweka katika maji. Alikuwa laki. Alikuwa wiki. Hakuwa na uwezo wowote. Huyu mtu alikuwa amekufa. Tunamhitaji. Huyu alifufuliwa na Yesu. Lazaro alikuwa wiki ndani ya mauti. Kwa hivyo alikuwa anahitaji mtu wa kumuinua atoke katika kifo. Sisi tunahitaji mtu wa kutuinua tutoke katika dhambi. Na tulitolewa na yeye wakati alipoona sisi ni weak, sisi ni wadhaifu. Hatuna nguvu, hatuna uwezo wowote. Akasimama kwenye mwanya, akatuokoa. Ndio huyo Abel. Na huyo mtu wa hiyo aina, mtu laki, mtu mwenye ni weak kama Abel, kulingana na neno la Bwana linasema ya kwamba aliishi katika maisha ya connecting with the word of God, mother and father. Bwana asifiwe. Na wewe ukitambua you are weak, hallelujah, you are lacking, kazi yako ama upendo wako ni kuwa katika neno kila wakati, ni kuwa katika kujua, kuuliza, kuongozwa. Ukitambua wewe ni mtu laki, ni mtu weak, unafaa kuwa katika neno kila wakati. Na ukiona mahali vile zinaenda, usishindanie nazo, wachana nazo, wacha ziende vile zinataka. Basi wewe kaa katika chini ya neno. Hiyo ndio ile hali ilikuwa na mtu anaitwa Abel. Alikuwa connected always, ndio ajue mapenzi ya Bwana. Alikuwa anajiconnect na nani? Father and mother, Adam and Eve. Na mtu kama huyo ni mtu anayetambua ya kwamba mimi sijui vile ninafaa kwenda mbele za Bwana. Mimi sijui vile ninafaa kuomba. Mimi sijui vile ninafaa kuamini. Ninataka kuongozwa ndio niweze kufanya kulingana na mapenzi ya Bwana. Haleluya. Huyo ndio Abel. Huyo ndio Abel. Hajui, haelewi. Kwa hivyo wakati wowote anataka kuongozwa. Hajui vile mtu anafaa kwenda mbele za Bwana. Kwa hivyo kazi yake ilikuwa kuuliza. Kwa nini umekuja hapa? Umekuja kuuliza, ninafaa wiki hii niwe namna gani? Nitembee namna gani? Na kujibu ama sikujibu na neno? Usiende kuonyesha Mungu kazi yako. Usijiinue mbele za Bwana. Bwana asifiwe. Na wakati huo alikuwa katika hiyo nafasi, aliweza kuwa connected perfectly na akafanya kazi ya Bwana kulingana na vile ilikuwa inapohitajika. Na aliweza kuenda na kusimama mbele za Bwana vyema na kulingana na vile Mungu anataka, akiwa amebeba firstling ama firstborn. Alibeba mwana-kondoo. Alibeba mwana-kondoo akamchinja. Yule alikuwa hajazaa, hana lawama, na yeye ndiye alikuwa first lamb wa zile kondoo aliyokuwa anazo liza. Yaani kukulisha ni kufanya nini? Anachosiangalia. Ile ilikuwa mzaliwa wa kwanza wa kondoo zake, yeye ndiye alipeleka kwa Bwana. Na ndio neno linatuambia kwamba kila wakati tunahitajika kuwa firstborn. Mungu anahitaji firstborns. Na ndio mnaona aliua kila firstborn. Si mnakumbuka kuna mahali waliuliwa? Wapi? Wote wa Misri waliuliwa firstborns. Anahitaji firstborns. Kwa hivyo hata kama wewe ni lastborn,
wewe ni 30 born, 50 born, ukifika kwa Bwana na utambue kwa kazi yake na uweze kuelewa kazi yake, unafanyika kuwa first born. Hata yeye, kwa sababu hata yeye alitoa, Mungu alitoa first born wake Christ. Bwana asifiwe. Amen. Yeye na kondoo yake, yeye na offering yake ama sacrifice walikubalika. Hebrews 11:4. Hebrews 11:4. Hebrews 11:4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying. Hebrews chapter 11 verse 4. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testified of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Ate kwa imani, si ndio? Kwa hivyo imani ilikuwako ama haikuwako? Ilikuwako kwa sababu Yesu Kristo alikuwa amehubiri, alikuwa ameongea. Biblia inasema ya kwamba ati kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya imani iliyokuwa ndani ya huyu mtu anaitwa Abel, hata saa hii tunamfanya nini? Tunamsikia akinena kwa sababu ya imani. Na alitoa dhabihu njema kuliko ya Kaini, mpaka Mungu akawitness juu ya hiyo offering ama sacrifice ya kwamba Abel is righteous. Hallelujah. Amen. Wakati wowote unapoishi katika maisha ya rohoni, unafaa yani wakati wowote uko katika maisha yako ya rohoni, ni lazima uangalie sana maisha yako katika kazi. Usipeleke kazi yako mbele za Bwana. Usipeleke works, usipeleke law mbele za Bwana. Mungu anahitaji faith. Hiyo ndio Abel alipeleka. Na wewe unahitajika upeleke nini? Faith. Ati usijaribu kupeleka mbele za Bwana ati Sunday, Bwana mimi ndio niliosa kanisa hata watu hawakukuja. Mimi ndio ninafanyanga hivi. Kila wakati naombeanga watumishi wako. Hiyo yote ni kazi. Haleluya. Bwana asifiwe. Usipeleke mambo kama hayo mbele za Bwana. Wewe omba na mambo hayo ikuishi. Wewe ende uoshe kanisa na usione kama kuna kitu umefanya. Bwana asifiwe. Sababu ulitanguliwa na moyo wako ukaona ni vyema fanya hivyo. Fanya pasipo kutaka kujua hao wengine wako wapi, kwa sababu ni wawili, ni mapenzi yako umetoa. Si wacha kugabia Bwana vile umefanya mambo mazuri, kwa sababu wakati wote unapeleka mambo kama hayo, Mungu hawezi kukusikiliza. Ndangĩgũthikĩrĩria no aigua maũndũ marĩa mothe ũtwara, Ngai ndangĩgũthikĩrĩria. Ona ũrĩa ngari nĩ tuge andũ arĩa makuĩrĩirwo tani na irio mathiĩte mbere ya Ngai kũmwĩra Mwathani, we nĩ ũĩ kiugo gĩaku kiugĩte wewe Ngai wa wajane. Sio wajane hao wakuetwa na mabwana.
Tena nitumakwira ni. Wewe ndio wati kwa ni mundu. Ndio mwenye dada. Bana kwa imeru adali kwa mlia jana. Hallelujah. Yule mwenye ni moto. Iko kana simu. Ana maana ugogonea nena adu. Asi akimapiro higa. Bwana asifiwe. Haujaachwa. Ati mahali pale mimi ni Mungu wa wajane. Unafikiria wajane ni nani? Wajane ni akina nani? Unafikiria ni wale wamekufiwa? Hiyo ni sheria. Tukiingia katika spiritual, je, utajua mjane ni nani? Lakini hiyo itakuwa another topic. Kwa hivyo ukifanya mambo yako yote ukisema mimi mjane nataka kuhurumiwa. Kwa ndio doa. Tena ile kana ikoneka. Sio kijaweka baudo baba baika waliane. Ina ngiyo mutire bodo para kwa mjane toria tamutumia ni na muthuri mutiganeria. Yaani tiko tiganerio be hamwe no. Nota ni utweka. Kana muthuri we na mutumia matangiteithania. Mundu cio niwe mutige. No ninge ndirakiuga ati tugaruranie no mumenyage kuko ndiko guko. Haleluya. Ti horo wa gikuo. Tondu gutire mundu tungithoma Isaya no nginya mungimenya. Kisoma Isaya mtaona hakuna mtu ana Bwana. Sisi wote tuko na Bwana. Haleluya. Kwa hivyo, kwa nini Abel alipeleka firstborn of the flock? Sababu hiyo firstborn of the flock is the image of Christ. Jesus Christ. Alipeleka image of Christ Jesus. Na wewe unatakiwa upeleke nini? Image of Christ Jesus. Bwana asifiwe. Usipeleke kazi yako na vile hata mkatalimu na vile nini mambo mengi. Abel hakuwa na kitu. Hakuwa na kitu chochote wakati alisimama mbele za Bwana. Kinasimamia ground. Kuna kitu alikuwa nacho. Abel alisimama mbele za Bwana. Alisimama mbele za Bwana tu na damu na firstborn na damu ya mwanakondoo na mafuta. Yeye mwenyewe alikuwa fresh, yani unajua mtu aliye na nyama, si ndio? Bwana asifiwe. Kusema hakusimama na kitu chochote kile kinahusiana na ground, ni kusema hakusimama mbele za Bwana na kazi ya mtu mwenye aliye na mwili, aliye na nyama. Alisimama mbele za Bwana kama mtu amekufa. Bwana asifiwe. Hana uwezo wote, hana nguvu zote. Alisimama kama mtu hayuko. Ndiye Bwana aoneka. Hallelujah. Yes. Nini alikuwa amefanya? Nini? Abel alikuwa tu amebeba kazi ya Mungu. Na wakati wote unaenda mbele za Bwana, wakati wote unasimama katika nafasi ya Mungu, unahitajika tu usimame tu ama uende na kazi ya Mungu. Usiende na kazi yako. Usiende na mambo matamu mazuri. Usiende na your effort. Simama kwa watu wote katika na neno. Abel alisimama na neno mbele ya Mungu na serikali yote ilikuwako wakati huo. Si hata Kaini alikuwako. Alikuwa anaonekana kama ni kajinga, kapubavu. Hakaelewi, lakini hako niko kalikubali. Hiyo kiatu ndio tunafaa kufanya. Ndio tusijione na kujionyeshana mbele za Mungu na kwa watu wengine. Tusijue ya kwamba ni Mungu amefanya kazi, Mungu amefanya kazi. Kwa sababu Mungu hawezi kubali kitu chochote kitokanao nasi. Hata maombi yako Mungu ana haja nayo. Bwana asifiwe. Hata kuhubiri kwangu Mungu ana haja nayo. Mungu ana haja na
Kristo ndani yangu. Mungu ako na haja tuna kazi ya Kristo kutoka ndani yangu. Kwa hivyo kazi yoyote yetu Mungu anaanza. Ando makere akuigwa maundu macio. Ando makere akuigwa maundu macio mena akuigwa kuria mwathani akenetio ni undu wa kurara makuhoya manani. Ogo mbele ya Ngai tunendo tuthie ona wira wao. Mbele za Bwana tunahitajika twende tu na kazi ya Kristo. Na hiyo tu ndio Mungu anaweza pokea kazi ya Kristo mbele zake. Kwa sababu watu wengi wanataka kwenda na mambo zao. Si hata sisi tulikuwa hivyo. Isipokuwa tu tunaenda tukikomeshwa polepole. Tukiondolewa katika kazi zetu polepole. Haleluya. Tulikuwa hivyo. Ndani nene. Dawa ya matida kegana. Dawa ya matatu. Alafu kwa sababu ndio mambo ndio mambo ya maneno dawa ya baba dogo. Damenye ndaigwa mundu ni ajira hinda mairu hoete. Gogerera ningire gigitana. Keti misai. Bila wako. Na hiyo ndio dawa huo. Ndio ile nyusi hapa bila mitoke ni muone. Haleluya. Neno. Siana ingeri ya kima mwenye. Nasai. Ndio ina nasai. Kainya nina ngawira niko wehere wira-ini waku. Kainya nina na maundu maria mothe wina mo niko wehere thiini waku. Umwambararie hindi ĩrĩa ũtarĩ kĩndũ hĩndĩ ĩyo ũroria gwĩkĩra nguo ĩrĩkũ ũkũrĩa atĩ ũtarĩ kĩndũ ndũroria ũkũrĩa atĩ tondũ wĩna mbeca nĩ warigwo kĩrĩa ũkũgũra. Hapana. Wakati una kitu hata nini ndani ya mfuko. Na unaona wengine wakinunua samaki ile nono. Ndia wega tuona tulia twa maitho tungiona ndona ni tutwe goro muno. Haleluya. Sasa hiyo uko hivyo. Hivyo ndivyo wakati ule Mungu anafurahi kwa sababu utaweza kuuliza nitafanya nini? Utahitaji mtu mwingine akuongoze. Lakini wakati ule uko na vyote. Kila kitu. Ngotire dole kekerete we. Hili na wena metuire ngano kama tina wa ngima. Na waru ako bole. Dirende kukwira gutire mundu gutole kuta. Dirali ya makana maheni. Ndio tira wa edukura. No kainia muhete ino icio. No ndenda habe kyatia. Usione. Ningine watuweka moneni. Usikubali kuwa maskini, kuwa maskini. Mungu alifanyika kuwa tajiri kwa ajili yetu. Alifanyika kuwa maskini kwa ajili yetu ndio sisi tutajirike. Kila Mungu hataki ni kujioni kuonyeshana hiyo mambo ndio mbele. Ate. Urayo kionagia ndo matanuko tondu na ni aria matariki. Kwa hiyo nguru. Tukihemurata. Karibisha mgeni wako. Bwana asifiwe. Mambo hayo yote uiangalie. Wakati wote unapeleka mbele za Bwana ni lazima uweze kuaibika. Kazi yako mbele za Bwana inakuaibisha. Kila wakati inakuaibisha. Romans 3:21 to 22. Hiyo ni jambo moja na kufanya na kuingia katika sheria na kubishana na sheria ndio ujaribu kuifanya. Unakuta umeshindwa kabisa. Romans 3:21. Romans 3:21. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Bwana asifiwe. Neno linasema ya kwamba lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Inashuhudiwa na Torati na manabii. Kwa hivyo kazi ya Mungu nani alishuhudia? Torati hiyo kunasemanga nini? Hiyo 6:13. Na 8:10.
commandment 6:13 na 10 zote zilishuhudia juu ya Christ. Prophets waliongea juu ya Christ. Kwa hivyo sheria hiyo yote, kwa hivyo sisi tukiwa wapumbavu tutatazama sheria na tufanye sheria tukiwa tumeondoa tukiwa hatutambui wale wote walikuwa mbele yetu, akina mababa zetu wa kwanza walishuhudia juu ya Kristo, kufa, kuzikwa na kufufuka. Bwana asifiwe. Na wewe sasa utaenda kupeleka mambo yako na kazi yako, lakini manabii, sheria na Torati zote zilishuhudia juu ya Kristo. Kwa hivyo ndio tutige kutoleika na hujia ama kanisa mtu tukia ligoro ya sheria ile tutaheana moja yana. Biblia inatuambia kwamba vizuri sana. Soma Kikuyu huo mstari. No ukikuwa wakaine wonanĩtio na ũndũ ũngĩ thekia ũhoro ũcio wa watho. Guo watho o ũcio onao anabii nĩ aira akuo. Walinena kuhusu hiyo, walinena kuhusu Kristo. Kwa hivyo mambo ilibadilishwa, na wewe ni lazima ubadilishe, ikibadilishwa. Namba 22. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Bwana asifiwe. Namba 22. Atena haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti. Bwana asifiwe. Haleluya. Hivyo sisi wote tunafaa tuonyeshane kazi ya nani? Ya Bwana. Hebrews ule mstari tumeusoma katika kitabu ya Hebrews 11:4. Imetuambia kwamba nani Abel alikuja, alifika kuwa righteous kama vile Mungu alivyo mkamilifu. Haya, katika imani ile iliyo ndani ya Kristo Yesu ilifanya Abel aweze kuonekana kama vile Mungu alivyo. Hivyo ndivyo Mungu anataka sisi tukiwa ndani ya hii nyumba yake tuweze kuonekana. Kuamini kwa Kristo ni nini? Kuamini ndani ya Kristo ni nini? Inatuambia ya kwamba ni kuamini kumhusu yule mmoja wa kweli aliyekufa katika msalaba. Na ni nani? Huyo aliyekufa katika msalaba, yeye ndiye alituosha. Yeye ndiye alituosha dhambi zetu, aliondoa dhambi zetu zote. Huyo tu ndiye unafaa kumwamini. Huyo tu ndiye unafaa kumwamini. Na unafaa kutambua ile kazi aliyoifanya, hiyo ndio unafaa kuonyesha. Unashika unafaa tu kuonyeshane ile kazi tu aliyoifanya. Bwana asifiwe. Uonyeshane ile kazi aliyoifanya. Pasipo kuonyeshana hiyo kazi, hakuna kitu unafanya. Hata ukisema umemwamini, ni kama ile tulikuwa nayo ndani ya sheria. Kumwamini ni kusema nini? Yule aliyetufia, yule aliyetuosha dhambi zetu zote, na alituosha wakati ule alikufa, akazikwa, baada ya siku 3 akafanya nini? Akafufuka. Huyo ndiye ninaamini. Huyo ndiye tunafaa kusema tunayemwamini. Bwana asifiwe. Si kusema tu mimi na mwamini Mungu. Lazima ujue kazi ya Kristo yaweza kutambulisha kuamini ni nini ndani ya Kristo. Ni kwa sababu alikufa, akazikwa, akafufuka siku ya 3. Baada ya hayo akatuhakikishia ufalme wa mbinguni umefanyika kuwa wetu. Bwana asifiwe. Romans 3:23. Tumalize.
alikufia akina nani? Romans 3:23. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Alikufia nani? Wale wote waliokuwa wamefanya dhambi. Wale wote walikuwa wamekufa ndani, wamekufa. Wale wote walikuwa hawangehesabiwa kuwa haki hata kidogo. Biblia inatuambia, nikisoma na Kiswahili inatuambia kwamba kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sisi wote tulikuwa tumefanya dhambi na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo Kristo yule tunanena juu yake kumwamini ni nini? Ni kwa sababu alitufufua katika kile kifo tulikuwa tumekufa ndani yake. Number 24. Romans 24. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Bwana asifiwe. Baada ya kutambua sisi ni wafu, na Kristo Yesu alitambua kuna wafu katika ulimwengu, na kazi yake alikuwa anaijua ni kuwaokoa wanadamu, yeye akasulubishwa. Bwana asifiwe. Na kusulubishwa kwake hakutila tu kulipa, hata hatukuwako. Hata kama tungekuwako, hakuna kitu tungepeana achukue. Na tia gani? Sababu sisi wote tulikuwa wenye dhambi na hatukuwa na kitu. Haleluya. Sisi wote tulikuwa wenye dhambi na hakuna kitu cha mwenye dhambi Mungu anaweza kukikubali. Kulingana na mstari wa 23. Kwa tulikuwa chini ya laana, tulikuwa chini ya sheria. Ile haingetuonyeshana kuwa justified, sababu tulikuwa wenye dhambi. But wakati ule tulifanyika kuwa wenye dhambi, sisi wote tulivaa nguo moja ya dhambi. Nguo moja ya dhambi ulimwengu mzima. Yesu akaja, akakufa katika msalaba, akatufanya akatufanya being justified freely by his grace through the redemption that in Christ Jesus. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Alitufanya tu hivyo bure. Alitupatia hiyo justification, tulipokea kwake. Righteousness tulipokea kwake hivyo tu bure, pasipo kitu chochote, na tena hatukuwa. Alifanya hayo yote kwa sababu ya yeyote yule atakaye kuja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna kitu wewe ulitoa. Saa hii sijui tunatoa hiyo tabia wapi ya kuonyeshana kazi zetu mbele yake, na hatukuwako akifanya hayo yote, hatukuwako akitusamehea. Lakini saa hii tunasimama mbele yake na kazi na sheria ile. Hata wakati ule Yesu alikuwa akitenda kile kimoja cha haki, ile sheria ilikuwamo tu, lakini sisi hata hatukuwa tunasio. Na ni mbele hapo tukile tukio ya wela, tukiabiria kuona, tukiabiria kuongelea tulipa tutwika. Na ndio Biblia inasema ya kwamba chochote kile tumekipanda kitangore, kwa sababu tunapanda juu ya kazi imekwisha. Kazi imekwisha, lakini lazima tuongezea zetu. Haleluya. Chochote kitaondolewa. Imani yako isiyo kamilika katika Kristo itaondolewa. Na kuondolewa kwake ni kuwa rejected. Na kuwa rejected ni kuwa hata kama wewe ni mwana wa Mungu, umefanywa na Kristo kuwa mwana wa Mungu, mateso ni mengi yatafanya kujua ya kwamba Mungu hafurahishwi na moyo wako, hata kama wewe ufalme wa mbinguni ni wako. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Lakini Mungu ni mwaminifu, hatazamani hayo yote kwa wote wale wanaitwa wana. Na sasa tukitoka hapa siku ya leo tuweze kujua ya kwamba tayari tumeshapokea righteousness, forgiveness of sin. Tuna imani ndani ya Kristo Yesu. Haleluya. Na jambo lolote tutafanya kwa imani. Kwa imani. Bwana asifiwe. Sio kwa wale wanafanya mambo katika ukamilifu. Sio hao. Ni
wale wote waaminio kazi ya Kristo Yesu. Kwa sababu Biblia imetuambia Abel by faith alihesabiwa kuwa haki kwa sababu ya kutoa offering ile nzuri kuliko ya Kaini. Bwana asifiwe. Romans 4:3 tumalize na hiyo kabisa. Wakati huo Abraham hakukuwa, wakati Yesu alifanya ile dhabihu Abraham kama hakukuwa. Na kwa sababu Yesu alikuwa amehubiri, ile imani ilikuwa inatawala ulimwenguni. Soma Romans chapter 4 verse 3. For what says the scriptures? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Imani wakati huo Yesu alikuwako? Hapana. Lakini imani hii tunayo leo, hii faith ilitumika na akina Abraham kwa sababu Yesu alikuwa amefanya kazi. Leo kirenda tunite ate nyakati kirebetu. Kirenda tuhere wanaini. Niko tuote kumenya. Jetano kwa Yesu ni mtetawera mo. Wote. Haleluya. Kwa hivyo kwa sababu ya ile kazi Yesu alikuwa amefanya. Maana maandiko yasemaje? Ibrahim alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Wakati alipomwamini Mungu alihesabiwa kwake kuwa righteousness. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi na wewe tumeshapokea righteousness of God by faith in Jesus Christ. Tumeipokea mara moja. Tumeipokea tayari. Hatungojei kupokea. Wewe uko nayo. Bwana asifiwe. Hatupokei hiyo righteousness kwa kazi. Tumeshaipokea kwa imani kupitia Kristo Yesu. Kwa hivyo mimi na wewe mahali hapa, kazi ya Kristo iko ndani yetu. Bwana asifiwe. Neema ya Kristo iko ndani yetu. Mambo yale yote Mungu anahitajika tuweze kuifanya, tayari tumeshaitimiza. Bwana asifiwe. Sababu alifanya kwanza ndio nasi tuweze kuingia ndani yake. Na tumeingia tayari. Haleluya. Tuko ndani tayari. Na tukiwa ndani hakuna mtu awezaye kutuhesabia sisi kuwa wenye dhambi. Bwana ni roho show. Lakini mwe mnasikiliza neno kila wakati ndio uweze kujua Mungu anataka kungoa nini katika maisha yangu. Hii ndio mnasomanga neno ile iko katika katika kitabu ya Numbers. Ate Mungu anatoa mataifa ndani yetu pole. Mataifa wale tuko nao ni wengi na wanatolewa na kila neno wakati wote mtu anasimama katika neno. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati umesimama katika neno kama vile sasa uko hapo, elewa na ujue ya kwamba uko hapo ni kwa sababu ya msaada wako. Mataifa wale wa kukibizao, mataifa wale wa kunyanyazao, mataifa wale wanakuuliza Mungu wako wako wapi, mataifa wale wanafanya ukae katika nafasi moja miaka mingi, haujui ni gani Mungu ako tayari kufanya nini kuiondoa leo. Bwana asifiwe. Kitu kilikuwa kinakusumbua ukute neno la leo limekikata. Sunday ukiwa manasti neno la wakati huo tena linakata kitu kingine. Na ni kwa imani. Ni mambo mengi sana na ni mahubiri mengi sana mnasikilizanga. Kuna nikiri kwa sababu hainanga Christ ndani yake. Unafikiria umeamini na unafikiria umepokea, lakini unajikuta katika hiyo shida kesho. But wakati wowote utakaposikiliza Christ ndani ya neno, jambo lile liko tayari kuondolewa. Likiondolewa halirudi tena. We hamwe. Leo toria na yomehelio. Maria matarende magacoka oginya tene na tene. Uko ndiko kaundu karia kehelio. Tuseme ni kuni uko na dhambi ya umaraya. Uko na umaraya. Hiyo roho ikikuja kuondolewa, inaondolewa mara moja ya kutosha. Haitakusumbua tena. Sababu yeye ndiye ameiondoa. Haleluya. Na hakuna kitu anapokielekea kinasimama tena. Basi wakati unaamini jambo lolote katika sheria inakwambia ukishindwa na moja, umeshindwa na zote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio hiyo tu umeshinda, hata zile zingine zote zitakuja zikiwa zinabebana, zikiwa katika hali ya kumaliza.
Bwana asifiwe. Amen. Tusimame. Bwana wetu na Mungu wetu, tunakushukuru na tunasema wastahili sifa na utukufu. Asante kwa sababu kwa neema yako umetupatia kibali kikuu cha kutambua maisha ya Kaini na Abel. Na wakati tunapolinganisha maisha yetu na hao watu wawili, tumetambua sisi tuko katika nafasi gani kila mmoja. Asante Bwana, tuwapatie kwa sababu mambo ya kugeuka sio sisi. Tulipokea msamaha wa dhambi zamani, bali kuna mambo inatuzuilia kutambua vyema mapenzi yako. Lakini siku ya leo umefanya tuweze kutambua na tukajua ya kwamba yale yote izuiliao tuendelee. Bwana wetu Yesu Kristo, inaondolewa na nafasi ya kuamini kazi yako pasipo kupeleka kazi yetu mbele za Bwana. Sisi ni watu wapelekao kazi zao. Sisi ni watu waonyeshao our effort. Sisi ni watu waonyeshao mambo yale matamu na yale mema. Lakini kwa sababu tumeyasikia kutokana na Cain and Abel, Bwana wetu Yesu Kristo, tutasimama na tumesimama leo ya kwamba hatutaonyeshana tena bidii yetu. Hatutaonyeshana tena sheria ile ilikuwa inatuonyesha ya kwamba tutaingia katika ufalme wa mbinguni kwa kasi njema, kwa mambo mazuri, kwa kutimiza neno kulingana na vile lilivyo. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu neno lako litimiza kulingana na vile lilivyo, lakini tutatimiza kazi yako Kristo kulingana na vile ilivyo. Na ni neno lile Bwana litokao katika kinywa chako Mfalme. Wewe mawazo yako ni mema juu yetu na juu ya kanisa lako, na pendo lako Bwana linaonekana usiku na mchana juu ya watu wetu mahali hapa ndani ya nyumba lako Mfalme. Pokea sifa na utukufu. Asante kwa sababu ya protection. Asante kwa sababu ya uponyaji. Asante kwa sababu ya nguvu na uwezo na mamlaka yako. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen.